Nyumbani. Ubora wa klabu uko katika maeneo mawili, sio? Naam. Haya maeneo mawili ulisema utatuambia vizuri. Sasa ndio tumerejea, hebu tuambie vizuri haya maeneo mawili. Yep. Na ili klabu iweze kuwa bora na inahitaji utulivu mkubwa kwenye maeneo makubwa mawili. Aha. Eneo la kwanza ni eneo la uongozi ambalo lenyewe linaratibu kila kitu. Lakini eneo la pili ni technical bench. Technical bench lenyewe linatoa information kwa wachezaji. Sasa kukikosekana utulivu kwenye eneo la technical bench ambalo linaongozwa na kocha, maana yake utakuwa kuna mabadiliko ya information kwa wachezaji mara kwa mara. Na hizi information zinazobadilika mara kwa mara kwa wachezaji, kuna wachezaji ambao wanaweza kuzipokea kwenye ile group, kuna wachezaji ambao watashindwa kuzipokea, lakini pia kuna wachezaji ambao wanaweza kuzipokea lakini wakashindwa kuzifanyia kazi. Utatengeneza group za wachezaji mbalimbali ambao wataingia kuelewana na mwalimu mpya, na kuna wale ambao watashindwa kuingia na kuelewana na mwalimu mwingine. Sio kwa sababu tu ni wachezaji wabaya au ni wachezaji ambao hawafai, ni kwa sababu wameshindwa kuendana na kile ambacho mwalimu mpya amekileta. Kwa hiyo kuwa na timu, kwa hiyo Yanga kama wanataka kuwa na mafanikio makubwa, ni vizuri wakawa na tabia ya kuwa na utulivu na makocha wao. Na mfano mzuri, mafanikio ambayo aliwapatia Nabi ni kwa sababu waliweza kukaa naye kwa muda wakamwamini. Lakini pia Gamondi amewapatia mafanikio mazuri hayo kwa sababu gani? Walikuwa wana utulivu naye. Hata mechi zao za kimataifa ambazo walikuwa wanatolewa robo finali au wapi, ni kwa sababu ya namna ambavyo walikuwa wanatolewa, ilikuwa inaonyesha kwamba wako very close kufuzu kwenye hatua inayofuata.